Hujambo mtazamaji wangu, asubuhi ya leo napenda kukukaribisha katika YouTube channel yangu kwa ajili ya mafundisho ya siku ya leo. Na kwa kawaida yangu mimi naitwa Evangelist George Magune, na YouTube channel yangu inaitwa Evangelist George Magune. Mimi hufundisha mambo ya kiroho, mambo ya kuwasaidia watu wa Mungu ili wapate kufunguliwa. Iwe unaishi maisha ambayo kuna baadhi ya watu unajua katika ulimwengu huu, kuna baadhi ya watu wanaishi maisha ya ndoto, kuna baadhi ya watu wanaishi maisha ya asilia. Kwa hivyo ningependa kukusaidia tu wewe mtu unaye ni watch, unaye nitazama sehemu zozote popote ulipo. Huenda labda ni siku yako ya kwanza ama ni mara yako ya kwanza kuwahi kukutana na video ya aina hii. Napenda kukuambia hauna bahati mbaya, badala yake naweza kukuambia kwamba una bahati nzuri sana, kwa sababu yale ninayoenda kufundisha yanakumba kila mmoja, yanakumba kila mja katika ulimwengu huu. Ila sasa hivi kitu kabla hatujaendelea sana, kitu ambacho ningependa kukusii na kukuomba kwa hisani yako, tafadhali unaweza like, comment, unaweza subscribe, ulike, comment na ushare. Pia itakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya mtu mwingine. Cha pili ningependa kukuambia kwamba ninapatikana katika TikTok. Niko kama Blessed Son kwa TikTok. Niko Blessed Son kwa FB. Kwa hivyo ni vizuri unaweza nikuta pale tukashare na wewe mawili matatu ambayo unahisi kwamba ni yana mzigo. Nina uwezo wa kukusaidia. Mungu amenisaidia, amenipa uwezo, nina uwezo wa kutabiri. Nina uwezo wa kuhudumia watu wa Mungu wakafunguliwa, wengine wakaokoka, wengine mambo mbalimbali, wengine wakafanikiwa, wengi wamefanikiwa kupitia mikono yangu. Na ninasema ni asante. Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa wale ambao nimekuwa nao mara kwa mara. Na sasa hivi ninaenda kuongelea kuhusiana na fedha, jinsi ya kumiliki fedha. Cha kwanza napenda kusema kwamba fedha, hakuna mtu asiyemiliki pesa. Pesa ni tamu na kila mmoja anapenda pesa. Na pesa, kila mahali panatakikana pesa. Hata iwe wapi, mpaka hata mochari, mtu amekufa lakini wanataka pesa. Iwe hospitalini wanataka pesa, iwe dukani inataka pesa, iwe shuleni ndio mwanao asome, afanikiwe, lazima wanataka ada ya shule. Iwe ni umeme unataka ada, iwe ni maji yanataka ada. Kwa hivyo pesa ni kila kitu. Kuna mtu atasema kwa nini pesa ni kila kitu na mbona sio Yesu? Yes, Yesu ni kila kitu, lakini pesa ni kila kitu. Maana sijatoa haya mambo tu kwa akili yangu, hapana. Mambo haya nimeyatoa katika kitabu cha Mhubiri kutoka mlango wa 10 mstari wa 9. Maandiko haya yanasema vipi? Yanasema karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai hufurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Fedha huleta jawabu la mambo yote. Ushaona? Fedha huleta jawabu la mambo yote. Hata kanisani, ukija kanisani, lazima unatakikana kutembea na sadaka yako. Ndio maana maandiko yanasema namna gani kwamba God will bless the work of your hands. We don't work in vain. We work to gain. Na ndio maana unaambiwa kwamba katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na Kumbukumbu la Torati 8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18. 8:18. Maandiko yanasema vipi? Maandiko yanasema kwamba bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu ya kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Yaani kwamba Mungu anakupa utajiri. Utajiri hautokani tu na vitu hivi. Utajiri ni pesa. Utajiri ni uwezo wa kumiliki pesa, kumiliki magari, kumiliki majumba, kumiliki mashamba, kumiliki mabiashara makubwa. Huo ndio utajiri. Ukiangalia katika hiyo Kumbukumbu la Torati 28, Kumbukumbu la Torati 28,
28 mstari wa 8. 28 mstari wa 8 kinasema namna gani? Kinasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono akupayo Bwana Mungu wako. Mungu ana uwezo wa kuamurisha baraka juu ya maisha yetu kupitia utajiri wetu. God does not bless where there is nothing. You can even remember even Moses alipomwendea Mungu. Mungu alimuuliza una nini mkononi? Musa hakusema sina kitu. Musa alisema kwamba nina fimbo mkononi. Na Mungu akamwambia okay, kupitia hiyo fimbo yako hebu rusha chini. Alipoirusha chini ikageuka kuwa nyoka. Mungu akamwambia nyosha mkono wako kaichukue tena. Basi Mungu akamwambia kupitia hiyo fimbo ulionayo utafanya makubwa. Kwa hivyo kupitia ile capital unayoweza kuwa nayo kidogo, Mungu anaweza fanya makubwa ndani yake. Only if you are going to consider the following things. Yafuatayo ndio vigezo ama vipengee ambavyo vitakusaidia ili uweze kufanikiwa, uweze kumiliki pesa, uweze kumiliki utajiri, uweze kuwa mtu hitajika katika ulimwengu huu, ama uweze kuwa mtu wa sababu katika ulimwengu huu. Jambo la kwanza ni 1, having good relationship with your creator, with your God creator. Unajua, you cannot own anything unless it's permitted by God. Yes, God has created us. God alipotuumba sisi hajatuumba na mpango mbaya. Ametuumba ili tuishi maisha mazuri. Lakini tunapoasi, tunapotoka katika njia zake, katika mpango wake, Mungu anaruhusu mashetani watuchezee, wafanye shere na sisi. Ushaelewa? Unapotoka tu katika njia za Mungu, jua kwamba umesign contract na nani? Na shetani. Na shetani atakucheza, atakupiga left, right and center to make sure that you are finished. So there are elements of success. Element ya kwanza, you must have good relationship with your creator or God. Having a good relationship ni vipi? Having a good relationship is that you make sure you serve God, your creator, with all your heart, with all what you are getting from your riches. That is why anakuambia na utakumbuka kumtumikia Bwana Mungu wako na utajiri wako. 2, learn to practice giving. Giving will always open doors for blessings. Giving sometimes open doors for good tidings. Giving sometimes closes doors of enemies. Giving always closes doors of poverty and open doors of riches. That is why unaambiwa kwamba blessed is the hand that gives than the one that takes. So another thing, na nikisema giving hapo ninajua nimewakwaza wengi, kwa sababu many of our Christians today, they don't like giving. Hawapendi kabisa. Ukiwaambia kuhusu kutoa, hapo umetangaza vita na baadhi ya Wakristo wenzangu. Hawatoi. Hicho ni kitu cha kwanza. Hata sio fungu la 10, sio sadaka, sio matoleo ya sadaka, sio matoleo ya dhabihu, sio hata matoleo ya zaka. Yaani mtu yuko tu, halafu anasema amerogwa. You have not been wished. Whatever God blesses, no man can curse. Another thing is sacrifice, blood sacrifice. Blood sacrifice does a lot. Katika kutoa mnyama na kumchinja, ile damu ina uwezo wa kufanya maagano. Inafanya maagano. Ukae ukijua kwamba mtu hata kama umeokoka, it doesn't mean that umetenganishwa na kizazi chako. Hata kama wewe uliokoka, wewe unaomba mpaka unaenda anga nyingine, you still have connection with your forefathers.
And let me tell you, mwingine anasema sijui msiombe waliokufa. Hapana, wewe ni muongo. Kwa nini basi tunaambiwa tusiombe waliokufa? Mbona tunaambiwa Mungu baba wa Ibrahimu, Mungu baba wa Yakobo? Wewe uliwahi muona Yakobo? Wewe uliwahi muona Ibrahimu? Na si bado tunawaomba. Kwa hivyo tuweni makini. Another thing, when you give a blood sacrifice, tuseme mfano umechinja kuku, usichinje mtu. Unapochinja mwanadamu, hapo you've gone against God's law, God's commandment. God said you should not kill. Hakusema you should not kill animals. Animals from long time ago used to wash away people's sin, people's bad things. Wanyama kutokea zamani walipokuwa wakichinjwa walikuwa wanafanya nini? Wanalete unganisho la maagano, inakuwa pamoja. That is why Wakristo wengi watembea uone, Wakristo wengi ni maskini kwa sababu they don't believe in giving sacrifice of blood. Ukiwaambia wanasema hiyo ilipitwa kitambo. Sijui wakati Yesu aliangikwa msalabani, Yesu alimwaga damu. Sijui yote akasema yote yameisha. Yesu alibeba kila kitu. No, let me tell you, endelea kukaa pale ukifikiria Yesu alibeba kila kitu. No. Yesu hakubeba mpaka mambo ya babu zako. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo hata kama umeokoka, you need to turn back. You need to turn back. Uanze kufanya uhusiano. Kumbuka, kama laana inadumu, je, babu zako hawezi wakadumu? Unaposikia mtu akikwambia kuvunja madhabahu mengine hayavunjwi pasipo kuchinja. Lazima uchinje to appease the ancestors. Long time ago, hii dini ya Ukristo kufanya nini? Kukuja juzi, nimeletwa na wazungu. Lakini long time ago, sisi tulikuwa tunaabudu kupitia nini? Tulikuwa tunaabudu kupitia kwa mibuyu, tulikuwa tunaabudu milima, tulikuwa tunaabudu mapango, tulikuwa tunaabudu miti. So, hii vitu tumeambiwa na mzungu, hapana, hii imepitwa na wakati. No. Siku zote wanasema mwacha mila ni mtumwa. Tujifunze jinsi ya kufanya uhusiano kisawasawa. Unapochinja, cha kwanza huwa inalete alert katika ulimwengu wa kiroho. Wale waliokufa, huenda kuna baadhi ya mababu wanashikilia maagano, wanashikilia laana fulani. Huenda ulilaaniwa, wakasema huyu hatafanikiwa, huyu hatakuwa hivi na hivi. Lakini the moment unapochinja, umewaita, wameinuka, wanakuja, wanakaa kikao. Wanaanza kuulizana, huyu mjukuu wetu anataka vipi? Hiki kitu chetu anataka nini? Huyu mtoto ni wa uzao wetu. Je, anataka nini? Unapochinja, kuwa na uwezo wa kutengeneza ibada. Wewe mwenyewe na watu wa kwako. Ongea, sema kwamba Mungu wangu, mimi nimekuja. Wewe Mungu wa baba yangu, Mungu wa baba yangu fulani fulani. Mungu wa babu yangu fulani fulani. Inaweza kuwa hata wengine hawajui. Ndio maana unasikia hata tunaomba tukisema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Mbona hatujawahi sema kwamba Mungu wa babu zetu? Maana wewe haukukuja, wewe ukuzaliwa na Ibrahimu, wewe ukuzaliwa na Yakobo, wewe una babu yako fulani. Yule babu yuko pale baada anakudai na anakutaka. Cha kwanza, learn to make a blood sacrifice. Nimesema ya kwanza, make a good relationship with your creator or God. 2, practice giving. 3, sacrifice. Unapotoa sacrifice ya damu ina nguvu na damu inanena. Mara nyingi sana damu inanena. Ndio maana Mungu anamuuliza Kaini, wapi ndugu yako? Maana nasikia damu yake ikilia katika mavumbi. Cha 4, ninakuja kukuambia kwamba hard work always pays. Iwapo wewe hauna hard work, hata ukimtegemea Mungu, umefanya relationship nzuri na Mungu na ufanyi kazi kwa bidii, ni ngumu. Maana Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako. Wewe ufanye kazi kwa bidii, ufanye kazi, urauki uendi kazini, wewe unashinda ukilala kwa nyumba. Wewe mungoja basi ufanye uhusiano na Mungu uone kama atakuleta. Hawezi lete, because money comes from working.
Cha tano ni discipline yourself in saving. Jifunze kujiadhibu kusave. Jifunze kuwa na discipline katika kusave, nidhamu ya kufanya nini? Ya kuwekeza. Sio kila kitu wewe unatafuna tu. Ukitembea barabarani, mara ni njugu unaokota, mara ni mafenesi unaokota, maembe unaokota, makuku zinauzwa barabarani wewe unaokota. Yani you don't have budget. You are out of budget. Hapana, that is indiscipline. As a good Christian, you must discipline yourself on how to do things. You should do things in a different way. That is why Biblia inasema kwamba msifungiwe nira pamoja na wasio amini. Wewe ni mtu naye amini, Yesu ashakuwa ndani yako. Je, ni kwa nini usijiheshimu? Ni kwa nini usijidiscipline? Ni kwa nini ufanane na watu wengine wa dunia? Haiwezekani. Jambo la 6, set goals. Unapokuwa katika ulimwengu huu, wewe unataka kuwa tajiri, unataka kuwa na mafanikio, kitu cha kwanza lazima uweke mikakati, uweke malengo, uweke maazimio, uweke nini? Ujiweke katika mipangilio, ili usije kitu kikatokea from nowhere kikaja kika-interrupt na mipango yako. Ushaelewa? You should learn to set yourself a goal. Once you set yourself a goal that you've set yourself will show you how to do it and where to go. Jambo la 7 ambalo ni jambo la mwisho, always be who you are. Kitu cha muhimu sana, kuwa wewe. Katika ulimwengu huu we are different people, but we have different what? Tuko na different ideology, different whatever. You should be who you are. That is why in life, hata ukienda katika mambo na ID kitambulisho, utaweza pata kitambulisho. Hakuna siku hii mikono yangu itafananishwa na mikono ya mtu mwingine yeyote. Vidole vyangu ni vidole vyangu. Hakuna siku huu ulimi wangu utafananishwa na ulimi wa mtu mwingine. No, it's a very different thing. Whether you are even an identical twin, hata mkiwa mapacha, hamwezi mkafikiria the same thing, the same way. Hapana. God has made us with different purposes. Also we are different. That is why, and everybody is for himself. God is for us all. Ndio maana nakwambia kwamba jifunze kukaa kivyako maisha yako, na usisikize fulani anasema nini kunihusu. Usisikize fulani anasema nini kunihusu. Whatever you are doing is upon you. Uwe utataka utajiri wa kishetani, hiyo ni yako. Uwe utataka utajiri wa kisawasawa, hayo ni mambo yako, na ni mambo yako mwenyewe. Lakini iwapo uko katika dunia hii, learn to know that you are an individual. Wewe ni individual, na vile ulivyo individual, at the end of the time you will face life as an individual. So far, I like saying that be individual, live as an individual, face the life as an individual, everything will be well. Anyway, ningependa kusema nimefika mwisho wa mafundisho yangu. Napenda tu kusema ninawapenda zaidi ya yote. Natamani Mungu akufanyie wema kwa ajili ya maandiko haya nimesoma, kwa ajili ya haya mambo niliyofunza. Uwe unaweza okota kitu kitakacho kusaidia na maisha yako ufanikiwe usiku, ufanikiwe mchana, ufanikiwe uingiapo na hata utokapo. Nawapenda sana. Kwa majina nimekwambia, naitwa Evangelist George Magune, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Napenda tu usubscribe, ulike, ushare na ucomment. Iwapo kuna swali unaweza niuliza tu, I'm ready to answer. Mungu wa mbinguni awabariki na muwe na siku njema. Shalom, shalom.